Na tumerejea baada ya mapumziko. Hii ni Viwanjani, kipindi kinachozungumza michezo kuanzia majira saa 3 mpaka saa 6 kamili za mchana. Tunakaa hapa kuzungumza nawe kile ambacho kinajiri kwenye maeneo mbalimbali ya kimichezo. Nikujuze tu kwamba pale Mbeya kuna mambo makubwa zaidi yanafanyika kupitia Tulia Marathon. Moja kati ya mbio ambazo zimekuwa ni maarufu sana kwa Mbeya lakini pia kwa Tanzania. Ukihitaja Tulia Marathon basi unakuwa unajua nini ambacho kinazungumzwa kupitia eneo hilo la riadha ama wengi wakitambua kama marathon. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vipo kule Mbeya kwa maana ya maandalizi ambayo yanaendelea na kila kitu ambacho kinaendelea huko Mbeya kupitia Tulia Marathon. Na kwa sasa hivi nitaenda kuungana na Mohamed Mchokoleka aka Mchoksi ambaye yuko hapo Mbeya. Kitu gani ambacho anatujuza kuhusiana na Tulia Marathon kwa sasa hivi? Mohamed Mchokoleka, na kuona upo kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya na kuna tenti, kuna vitu vingi sana. Bila shaka hali ya hewa inaruhusu, sio kama Dar es Salaam. Sisi tumeamka leo kidogo na baridi na mvua. Vipi hapo Mbeya, hali ikoje? Mbeya hali iko poa. Tumeingia jana usiku, hali ya hewa ilikuwa poa, hakukuwa na mvua, na leo asubuhi tumeamka kama unavyoona jua la asubuhi limechomoza. Hali ya hewa iko poa, inaruhusu, hakuna baridi kali, ndio maana hata mimi nimevaa t-shirt ya kawaida kuashiria kwamba hali ya hewa ni poa kabisa. Na kwa kukufahamisha kinachoendelea hapa Mbeya kwenye uwanja wa Sokoine ni Tulia Marathon. Hii inafanyika kwa siku mbili. Leo inafanyika ndani ya uwanja kwa maana mbio fupi zitakazohusisha mita 100 mpaka mita 1500, na baadaye pia kutakuwa na mbio za watoto ambazo zitaanza kwa mita 50, 100 na mbio za vijiti na long jump, na hapo baadaye pia watamalizia hiyo mbio ndefu ambayo nimekuambia ya mita 1500 ambayo itahusisha ndani ya uwanja tu. Asubuhi mbio ambayo imeanza hapa ilikuwa mbio ya mita 800 kwa wanaume, na sasa hivi wamemaliza wanawake mita 800 kuzunguka uwanja, na tunasubiria mbio nyingine kuanza. Na hapa pembeni yangu niko na manager wa Tulia Trust, Bi Jacqueline. Atatusimulia ama atatueleza utaratibu na mipangilio yote kuhusiana na maandalizi ya mbio zenyewe na mwelekeo wa hizi mbio, ili tuweze kufahamu angasole na mtazamaji wa Azam Sports. Bi Jacqueline, tumeanza harakati za mbio hizi za Tulia na tumeanza mbio ya mita 800, mita tunasubiri pia baadaye watoto tumeambiwa watakuwepo. Kwa nini tunafanya siku mbili hii? Maana tumezoea mbio nyingi ambazo tunaziona Dar es Salaam na maeneo mengine. Inafanyika siku moja tu hii marathon. Ndio. Asante sana. Naitwa Jacqueline Boaz, ni manager Tulia Trust. Na swali hili la kwamba kwa nini tunafanya siku mbili? Sababu kwanza mbio ya Mbeya Tulia Marathon ndio mbio pekee inayokimbiza mbio za ndani ukiachana na mchezo wa taifa. Kwa hiyo kwa sababu tunakimbiza mbio za ndani hizi za track, ndio maana tumeamua kuweka siku mbili. Huko nyuma kabla ya kufikia mwaka huu tulikuwa tunafanya siku moja, lakini mambo yanaingiliana na kuwa mengi, uwatoe mbio za nje, uweke mbio za ndani. Kwa tukashauriwa na wenzetu wa riadha kwamba tuweke siku mbili, ianze fupi za ndani baadaye zije za nje. Kwa na sisi tumeenda hivyo kwa sababu tunawapa pia fursa nzuri wakimbiaji kuweza kujipanga lakini kushiriki mbio za ndani, na wanaopenda kesho yake wanaenda mbio za nje. Ndio maana yetu kubwa kuweka mbio za ndani, lakini pia kwa namna nyingine ni kwa sababu tuweze kuzifanya kwa ubora na kwa uzuri zaidi, kwa sababu ndio mbio pekee inayokimbiza mbio za ndani kwa Tanzania. Huu ni msimu wa 9, tofauti na misimu mingine. Mwamko wa wakazi wenyewe wa Mbeya na wale wote ambao wanaifuatilia mbio hii, utofauti wake kwenye huu msimu wa 9 na zile zilizopita? Kiukweli mwaka huu au msimu wa 9 umekuwa na mwamko mkubwa sana kuliko ni miaka ya nyuma. Kwa sababu mwaka huu tumesajili watu wengi zaidi kutoka mkoani Mbeya na nje pia mkoa huu wa Mbeya, lakini pia nchi jirani tumepata nchi nyingi kidogo tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo tunaona mwaka huu na mwitikio mkubwa sana kuliko miaka yote. Na kesho ambapo tunatarajia kuanza hizo mbio, ruti yake imebadilika kwa yule mtazamaji ambaye amejisajili tena, atakuja kukimbia kwenye ile ruti au kuna chochote kimebadilika? Okay, kwa mbio za kesho tutaanza na full marathon kilomita 42 ambao ruti yake ilikuwa inatoka Sokoine ikielekea njia ya Igawilo, lakini kwa sasa hivi imebadilika kwa sababu tumepisha
kidogo kuna ujenzi wa barabara wa njia 4 unaoendelea. Kwa tumeisogeza ile mbio itazunguka hapa mjini, lakini kwa kilomita zile 42. Kwa na jana tulipata nafasi nzuri ya kuwapeleka washiriki wetu kuikagua na kuiangalia njia, na leo pia tuna nafasi hiyo. Washiriki wale ambao wataenda kilomita 42 na 21 watasogea ili tuweze kuenda kuwaonyesha njia, lakini mbio yetu imebadilika kutoka kule ilikokuwa ikienda, sasa hivi itazungukia hapa mjini kwa sababu ya kwa miundombinu ambayo inaendelea kutengenezwa ya barabara. Mbio yenyewe inasema kwamba ni kuboresha elimu na afya. Mazingira gani ama maeneo gani hasa ambayo umejikita ya kielimu na hayo ya kiafya ambako mnaelekeza nguvu kupitia mbio hizi? Asante sana. Kwenye upande wa elimu tumekuwa tukiwasapoti watoto wengi mashuleni, hasa walio vyuo vya juu, lakini pia walio shule za sekondari na hata chini wanaosoma shule za msingi, kwa kuwasaidia, wengine kuwalipia ada inayobaki, wengine kuwasomesha kabisa. Tuna watoto kama 16 tunawasomesha wengine, na wengi wao kama 4 wanamaliza form 6 mwaka huu, na wengine wako Nigeria wameshamaliza form 6 wako vyuo, na wengine wako form 1 wanaendelea, wengine wako shule za msingi. Kwa hizi fedha zinatusaidia kuboresha miundombinu ya elimu kwa namna hiyo. Tunawapatia elimu watoto ambao wanatoka kwenye mazingira magumu na wana utayari wa kusoma. Kwa tumekuwa na mwitikio huo mkubwa, na watoto wako wengi sana ambao wamekuja kuomba msaada huo, na tumekuwa tukiwasomesha na kuwalea. Sio tukiwasomesha, wapo ambao tunaishi nao nyumbani kama familia, wapo ambao tumewatafutia sehemu za kuishi, lakini wapo pia ambao tunawasomesha ila wanatokea kwenye familia zao kutokana na ugumu wa maisha ambao wanaopitia. Kwenye swala la afya tumekuwa tukitoa vitu mbalimbali kwenye hospitali zetu, kama rufaa tumeshapeleka simenti na tofali, lakini pia kuna rufaa ya meta kwa ajili ya wanawake. Pia tumepeleka vitu vingi. Kwa mbio zetu tunapokusanya fedha zinaenda kujikita eneo hilo, lakini hatukuacha tu hospitali na elimu. Pia sasa hivi tumekuwa tukisaidia watu wanaoishi kwenye mazingira magumu ndani ya mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya kwa kuwasaidia makazi. Tumekuwa tukiwajengea nyumba watu ambao wanatokea kwenye mazingira magumu. Tumeona Mlimba tumejenga, Songea tumejenga, na hapa Mbeya zingine zinajengwa. Fedha hizo zote ni kwa sababu ya michezo hii ambayo tunaiendesha. Hao watu ambao wanapata hiyo misaada kutokana na hii mbio, vigezo gani hasa ambavyo mnavitumia ili mtu aweze kunufaika na hizi mbio? Vigezo vikubwa sio vigumu. Mhitaji anaonekana na anajulikana. Kwa hiyo tunapata taarifa kutokea chini, ngazi za chini za viongozi wetu, hasa mwenyekiti wa mtaa au wa madiwani. Ndio zinafika taarifa mpaka kwa mbunge, zinafika ofisi ya Tulia Trust. Kwa sisi kama taasisi tunaenda kujiridhisha lile eneo. Tunaenda kweli tunakuta wale watu mazingira yao, tunafanya mazungumzo kati ya sisi na wao. Kwa hiyo tunafahamu taarifa nyingi. Kwa kwenye taarifa tunakaa kama taasisi, tunaona kwamba huyu anafaa kusaidiwa hiki. Kwa sababu unaenda sehemu nyingine ukagundua kwamba anakuambia na uhitaji wa chakula, na watoto wako pale wamemaliza darasa 7 wamefaulu vizuri. Kwa hiyo nagundua sio chakula peke yake, kuna watoto wanatakiwa kwenda shule. Kwa hiyo tunaanza kujikita pia kwenye swala la elimu, kuwasaidia wale watoto. Kwa hiyo mahitaji yako mengi, lakini tunaanzia ngazi za chini, tunapata taarifa kutokea chini kwa wenye viti. Nikushukuru sana Bi Jacqueline. Asante sana, nashukuru. Haya, mtazamaji wa Azam Sports, imani yangu utakuwa umeelewa kile hasa ambacho kinachofanyika hapa. Sasa hivi tunasubiri kuendelea na mbio nyingine kwa maana ya mita 100, 200. Sasa hivi wasimamizi wa mbio wanaita mita 100, wanaume wanaitwa kwa ajili ya kukaguliwa ili mbio zianze. Kama unavyoona uwanja wetu wanazunguka kwenye hizi track, mbio fupi, lakini pia kuna, tulisema hata kwenye tangazo letu linasema kwamba long jump, kuna ya kuruka. Kwa wewe ambaye ufahamu tutakuonesha baadaye, na sasa hivi wanajiandaa kwa ajili ya kufanya hivyo. Mara nyingi michezo hii ya mbio riadha kwa ujumla inahusisha mambo mengi. Ukiachana na marathon ambayo inahusisha mbio ndefu ya kilomita 42 kwa maana ya full marathon, 21 half marathon. Hizo ni za kesho. Hapa ni riadha ambayo inahusisha mbio fupi tu, mita 100 mpaka 1500, na hapa kuna long jump na watu wanajiandaa hapa. Wakimbiaji na warukaji mbalimbali wanajiweka tayari hapa kwa ajili ya kuruka. Kimbia hapa, unaruka
mambo yanakwenda vizuri. Uwanja umeandaliwa vizuri. Kama ulikuwa unafuatilia peji za Dr. Tulia, spika wa bunge, alikuwa anaonesha namna uwanja ulikuwa wanakarabati hapa kuweka kifusi na kuhakikisha eneo hili la kukimbilia liko salama. Liko vizuri, na hili dimba ndio lile la Sokoine ambalo tunatarajia hivi karibuni kutakuwa na mechi hapa. Bila shaka Yanga atakuja kucheza hapa na Tanzania Prisons. Uwanja uko safi, hawatumii ndani ya uwanja, wameka nje ya uwanja, na sasa tunaona long jump ndiko ambako wanaanza. Unakimbia, unaruka pale, hapa ndipo wanapotumia long jump kama unavyoona. Wanakimbia kutoka kule, wanaruka, urefu wako ndio ni kuonesha mfano. Yani long jump, ukisikia long jump unakimbia kutokea huku, unakanyaga kwenye hiki kibao, unaruka, urefu wako utakapofikia ndio hivyo mnavyoshindana. Mwenzako akikupita basi ndio hivyo unakuwa umeshindwa. Hii ndio long jump ambayo sasa hivi nasubiriwa hapa ianze, alafu itakuja pia mita 100 ya wanaume kukimbia kwenye hizi track, na baadaye tutaona mbio nyingine pia ambazo zinaendelea. Kwa hiyo uwanjani mambo ni mengi, Mangasole, na burudani ni kubwa sana ya Tulia Marathon hapa Mbeya. Asante sana Mohamed Mchokoleka kwa jinsi ambavyo umetupatia kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa Sokoine hapo jijini Mbeya. Binafsi mimi ni mpenzi wa long jump hizo ambayo umemaliza mwisho ukizungumza. Tuna mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye long jump kwa upande wa wanawake duniani, basi huwezi kuacha kumtaja binti mmoja anaitwa Malaika Mihambo ambaye ni Mjerumani mwenye asili ya Zanzibari ama Tanzania, kwa upande wa visiwani, moja kati ya wanadada ambao wanafanya vizuri sana kwenye Olimpiki na mashindano yote makubwa ya dunia katika hilo eneo la long jump. Asante sana Mohamed Mchokoleka, tuongane baadaye. Asante sana. Na huyo ni Mohamed Mchokoleka ambaye tumezungumza naye akiripoti kutoka kule kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambapo amezungumza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaandaliwa kwenye mbio hizo za ndani, alafu baadaye mbio za nje zitafanyika kesho, wakati ambao tutashuhudia mbio zikiwa zimepamba moto kwenye jiji la Mbeya. Kile kitakachojiri huko kitakuwa live pia, na pia tutaweza kujua nini ambacho kinaendelea kwenye Tulia Marathon 2025. Ni msimu wa 9 kama ambavyo amezungumza meneja wa mashindano hayo. Kwa sasa tunaingia kwenye joto la Afrika.